Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea. Mvutano ni mkubwa kweli kweli kuhusiana na mechi ya dabi ya Kariakoo iliyoahirishwa kunako Machi 8, 2025 na kupangwa tarehe mpya ambayo ni tarehe 15 Juni, ambayo ndio siku ya mechi ya marudiano kati ya klabu ya soka ya Young Africans ambayo haikuchezwa ile siku ya tarehe 8. Sasa klabu ya soka ya Young Africans wao wanaendelea kuweza kuweka ngumu kweli kweli. Hatimaye bodi ya ligi wao wakaweza kutoa tamko lao, ambalo hilo tamko limeweza kuibua mjadala mkubwa, limeweza kuibua mambo mengi ambayo klabu ya soka ya Young Africans wameweza kuyaamsha, hata timu zingine zikielezwa kwamba zipo katika mchakato wa kuweza kugomea na kuongeza idadi ya watu ambao watatumia kauli ya atuchezi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ni yapi hayo ambayo yameweza kujili? Utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho mwa taarifa yetu, kwa sababu kila kitu nimeweza kusogezea hapo. Utakwenda kujua msimamo wa timu zingine kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans. Ibana, unafahamu ya kwamba hivi karibuni mwenyekiti wa bodi ya ligi hapa nazungumzia mzee Steven Mguto aliweza kuzungumza kauli ambayo wao klabu ya soka ya Young Africans ni kama ilikwenda kuwaamsha na kuweza kutonesha kidonda kilichokuwa kimeanza kusaulika. Kauli ya Steven Mguto imeweza kuleta utata mkubwa mara baada ya kuzungumza kile ambacho alichokizungumza. Mwenyekiti alizungumza kama ifuatavyo, ambavyo mimi nanukuu, anasema ya kwamba kuandika atuchezi ni mapenzi yao, sisi hatuwezi kuwazuia, lakini sisi tumeshatoa tarehe ya mchezo, basi na mchezo huko pale pale. Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, kuhusu Young Africans kusema wachezi tena mechi ya Kariakoo Derby. Sasa baada ya kile kilichoweza kutokea kuhusiana na kauli hiyo, inaelezwa kwamba wazee wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans wao wakaweza kumjibu mzee Steven Mguto kutokana na kauli yake hiyo ambayo aliyoitoa katika kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Kufuatia kauli aliyoitoa mwenyekiti wa bodi ya ligi ndugu Steven Mguto kuhusu sakata la dabi, alisema kuwa tarehe ya dabi ipo pale pale, na kusisitiza kuwa hiyo kauli ya atuchezi wao kama vile bodi haiwezi kubadili maamuzi walioyapanga. Kamati ya wazee wa Yanga kupitia kwa mwenyekiti wa baraza hilo Mohamed Msumi amesema, sisi Yanga hatuna shida na mtu yoyote, lakini tunasisitiza kuwa hatutashiriki mchezo wa dabi hiyo tarehe 15 mpaka haki ipatikane. Kwanza watujibu hoja zetu 3 ili suruhu ipatikane, vinginevyo hakuna kiongozi yoyote anaweza kutuamrisha, haijalishi ni kiongozi wa bodi au wa serikali. Kuhusu kikosi chetu, hatuna wasiwasi wowote na wala hatuwaogopi Simba kwa sababu tumewafunga mara 4 mfululizo. Tunachotaka sheria na kanuni zilizowekwa zisimamiwe, na kama wao bodi ya ligi ndio wamekosea, basi watoke hadharani kuomba umma radhi.
Mohamed Msumi, mwenyekiti wa baraza la wazee la Young Africans, akiweza kuweka bayana kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuendelea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya soka Young Africans juu ya kauli yao ya tucheze, wakiweza kumjibu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Sasa mambo yanazidi kuwa mazito kwenye jambo hili, huku mchambuzi Dominic Salamba akiandika, mechi ijayo ni Kariakoo Derby. Yanga msimamo wao ni ule wa atuchezi. Simba wanaombea Yanga wagome. Bodi wanaombea Yanga wacheze. Yanga wanataka bodi ijiuzulu ili wacheze. Tarajia tamko muda wote kuanzia sasa. Unaona bana, ili mchezo huo uweze kuchezwa, inabidi kila mmoja aweze kuhakikisha kwamba anasimamia kile kinachoonekana. Anaandika Anslafa, ile mchambuzi wa soka, anasema ya kwamba taarifa timu 5 za ligi kuu zimetishia kugomea na kutocheza mechi 2 za mwisho za NBC Premier League mpaka pale bodi ya ligi watakapotoa majibu ya kueleweka kutokana na matukio ya maamuzi ama ya waamuzi yanayoendelea. Tayari baadhi ya timu zimeandika barua kwenye bodi ya ligi ili kupewa majibu ya kina. Hali inazidi kuwa mbaya kwenye ligi yetu, ambapo miongoni mwa matukio ambayo yameweza kuibua hisia za watu wengi ni kuhusiana na mchezo kati ya, hapa nazungumzia klabu ya soka hapa nazungumzia si wengine ni Singida Black Stars na Simba Sport Club, kutokana na maamuzi ya mwamuzi Elisasi. Unaona bana ambacho kile kilichoweza kutokea. Unaambiwa fuatilia, kuna timu kwenye top 4 za juu kila mechi yao kwenye mechi zao 7 za mwisho, ambapo mshika kibendera lazima awe mwanamke. Tuna balance jinsia tu, lakini waamuzi wengi wanawake ni below standard, wapo chini ya kiwango. Anaandika Master Tindwa katika mwendelezo wa kile kinachoendelea. Ila Falhan Kiamu anasema ya kwamba ila hawa marefa wasilaumiwe, inabidi waboreshewe maslahi. Sasa hivi marefa ela wanayolipwa kwa mujibu wa chanzo changu ni 300,000 kwa mechi moja, ambayo nayo hawapewi hapo, ni inawalazimu kusubiri. Tukumbuke hawa waamuzi wanaona ligi inawadhamini na kila siku wanaongezeka. Kama ni hivyo basi na wao fungu lao liongezeke ili kupunguza kushawishiwa, wapewe hata milioni 2 kwa mechi moja. Unaona bana, ameandika Falhan Kiam juu ya kile ambacho kinachoendelea sasa hivi katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, huku klabu ya soka ya Singida Black Stars inafikiria kujitoa kwenye mashindano yote yanayosimamiwa na TFF endapo hawatopewa majibu pamoja na hatua za kuridhisha juu ya maamuzi ya mwamuzi Elisasi kwenye mchezo wao kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Wamepanga kwenda kucheza ligi ya Zanzibar kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli. Ukitizama soka la Tanzania, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, inazidi kuingia kwenye doa kutokana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Kwa hiyo tunasubiri kuweza kuzisikia hizo timu 5 ambazo zimeweza kuungana kwa ajili ya kuweza kuona namna gani ambavyo kile kinachoendelea kutokea katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, kama vile ambavyo wao wamesema ya kwamba wanagomea mpaka pale waweze kupewa majibu yenye muafaka juu ya yale maamuzi ambayo yanayoendelea kwa sasa.